Naam, habari za wakati huu na karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri jioni hii katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii. Kabla ya tusonge mbele na habari hizi, chukua sekunde yako moja like video hii kisha bonyeza neno subscribe. Jioni ya leo hali ya kisiasa nchini Tanzania imekabiliwa na mvutano na msisimko kufuatia kuachiliwa huru kwa dhamana kwa viongozi kadhaa wakuu wa chama cha upinzani Chadema. Hatua hiyo iliyokuja baada ya kuzuiliwa kwa siku kadhaa imewafanya Watanzania wengi kujiuliza ni nini kilisababisha kuachiliwa kwao ghafla na mwelekeo mpya wa kisiasa unaweza kujitokeza katika siku zijazo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi usiku huu iliyosambazwa kupitia akaunti iliyothibitishwa ya mtandao wa kijamii wa Chadema Tanzania, walioachiwa huru ni pamoja na John Heche, naibu mwenyekiti wa taifa bara Amani Golugwa, naibu katibu mkuu bara Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu na Boniface Jacob, mwenyekiti wa kanda ya Pwani. Hata hivyo, kuachiliwa kwao kunaashiria mwisho wa wiki ya wasiwasi iliyotawaliwa na uvumi, ghadhabu, hasira na wasiwasi wa kisiasa. Kwa siku kadhaa kuzuiliwa kwa viongozi hao wakuu wa Chadema kumetawala mitaani na mitandao ya kijamii, huku wafuasi na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakihusisha kukamatwa kwa viongozi hao na msuguano unaoendelea kati ya serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM na upinzani. Kuachiliwa kwake kumetafsiriwa kwa njia tofauti, wengine wakiona kama ushindi wa haki na haki za kikatiba, wakati wengine wanashuku kuwa linaweza kuwa hatua iliyopangwa kupunguza shinikizo la ndani na kimataifa. Ripoti kutoka kwa wawakilishi wa kisheria zinaonyesha kuwa viongozi hao wanne walipewa dhamana wakisubiri uchunguzi zaidi, kuashiria kuwa kesi yenyewe bado iko wazi. Wataalamu wa sheria wanaona kuwa kuachiliwa huru kwa dhamana kama hiyo haimaanishi kuachiliwa kabisa, bali ni fursa kwa mshtakiwa kuendelea na shughuli za kawaida wakati upelelezi na uchunguzi ukiendelea. Hatua hii ya kisheria imewaacha wengi wakijiuliza iwapo uhuru huu utakuwa wa muda mfupi au mwanzo mabadiliko makubwa ya kisiasa. Mwitikio wa umma umekuwa mkali katika mitandao ya kijamii. Wa Tanzania wameeleza mchanganyiko wa ahueni, hasira na mashaka. Baadhi ya machapisho yanasherekea kuachiliwa kama ushindi wa ustahimilivu dhidi ya vitisho nchini, huku mengine yakionya kuwa mtindo wa kukamatwa na kuachiliwa umekuwa zana ya kisiasa inayokusudiwa kuwanyamazisha wapinzani kwa muda mrefu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanahoji kuwa kuachiwa huru kwa viongozi wa Chadema leo kunakuja katika wakati mgumu, huku Tanzania ikikabiliana na madai yanayoongezeka ya kutaka mageuzi ya kisiasa, haki na ulinzi wa haki za binadamu. Kukamatwa huko pamoja na kuwekwa kizuizini hapo awali kwa wanaharakati na waandishi wa habari na viongozi wa upinzani kumezua wasiwasi kutoka kwa mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu na kusababisha uchunguzi mpya wa sifa za kidemokrasia za serikali ya CCM. Kutokana na matukio hayo, hali ya wasiwasi imeendelea kuwepo kufuatia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, ambaye kutokuwepo mahakamani kwa sababu za kiusalama leo mwanzoni mwa siku ya leo kuliibua mijadala ya umma kuhusu utawala wa sheria nchini Tanzania. Wachambuzi wanaamini kuwa kuachiwa kwa viongozi hao wanne wa Chadema leo kunaweza kuwa ni ishara kimkakati ya mamlaka ya kupunguza joto la kisiasa, huku shinikizo likiongezeka kuhusu kesi tata ya Tundu Lissu. Waangalizi wa mambo pia wameeleza kuwa uamuzi wa ghafla wa kuachilia huru viongozi hao wa Chadema unaenda sambamba na kuongezeka kwa mwamko wa kimataifa kuhusu hali ya kisiasa ya Tanzania, hasa baada ya Watanzania wanaoishi nje ya nchi kufanya maandamano katika nchi kama Canada, Ulaya, wakilaani kile walichokieleza kuwa ni ukandamizaji wa serikali ya CCM na ukiukwaji wa haki za binadamu. Wengi sasa wanaona kuachiliwa kwa leo kwa viongozi hao kama sehemu ya juhudi pana ya kuwa na masimulizi yanayokuwa ya kurudi nyuma kwa demokrasia kwa Chadema. Hata hivyo, wakati huu unawakilisha unafuu na uwajibikaji mpya. Wadau wa ndani wa chama hicho wanadokeza kuwa uongozi tayari unapanga misururu ya mikutano ya hadhara ili kuwashukuru wafuasi, huku pia ukishughulikia masuala mazito ya mateso ya kisiasa na uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Licha ya sherehe hizo, mashaka yamesalia miongoni mwa waangalizi wa kisiasa
wanaonya kwamba kukamatwa na kuzuiliwa kwa wahusika wa upinzani kumekuwa kihistoria, kuachiliwa kwa muda mara nyingi kufuatiwa na mashtaka mapya au uchunguzi mpya. Wengi wanaogopa kwamba hii inaweza kuwa ahueni nyingine ya muda mfupi tu. Mvutano wa kisiasa wa Tanzania unapoendelea, mitaa ya Dar es Salaam, Mwanza na Arusha bado iko macho. Wafuasi wamekusanyika katika vikundi vidogo wakiimba nyimbo za ushindi na ujasiri kusherehekea kuachiliwa huko, lakini vikosi vya usalama vimetumwa katika maeneo ya kimkakati kuashiria kuwa serikali inaangalia hali hiyo kwa karibu. Mashirika kadhaa ya kiraia yamekaribisha kuachiliwa kwake, lakini walitaka mageuzi ya kina. Wanasisitiza kwamba demokrasia ya kweli inahitaji kuheshimiwa kwa mfululizo, kwa uhuru wa kusema ama kuongea, wa kukusanyika na wa kukusanyika, si posho za hapa na pale ambazo zinategemea urahisi wa kisiasa. Kauli zao zinaangazia hisia zilizotolewa katika maandamano ya awali hivi majuzi, ambapo wanaharakati walitaka kuachiliwa bila masharti kwa wafungwa wote wa kisiasa. Vyombo vya habari vya kimataifa pia vimeanza kutilia maanani zaidi habari za kisiasa za Tanzania. Kuachwa kwa viongozi wa Chadema pamoja na kesi ya uhaini inayoendelea dhidi ya Tundu Lissu kumefufua maslahi ya kimataifa kuhusu jinsi utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ulivyo tayari kuweka usawa wa mageuzi na udhibiti. Wakati huo huo, habari kutoka ndani ya Chadema sasa zinasema kuwa uongozi wa chama hivi karibuni utafanya mkutano mkubwa na waandishi wa habari kueleza hatua zao zijazo. Wengi wanatarajiwa kutumia jukwaa kuthibitisha tena kujitolea kwao kwa ushirikiano wa kisiasa kwa amani, kudai haki kwa unyanyasaji wa hapo awali na kueleza mshikamano na wale ambao bado wanazuiliwa. Kwa Watanzania wa kawaida, kuachiliwa kwa leo kumekuwa ishara ya matumaini na ukumbusho wa jinsi uhuru wa kisiasa unavyobaki kuwa dhaifu. Picha za wafuasi wenye furaha nje ya ofisi za chama na jumbe za mshikamano zikifurika kwenye majukwaa na mitandao ya kijamii zinaonyesha idadi ya watu wanaotamani utulivu na haki. Bado chini ya matumaini kuna hofu inayosemwa kwamba mtindo wa kukamatwa, vitisho na haki ya kuchagua inaweza kurudi hivi karibuni. Usiku unapoingia leo, kuachiliwa kwa viongozi hawa wa Chadema kunasimama kama wakati muhimu katika simulizi la kisiasa la Tanzania. Ni wakati ambao unanasa ahueni au afueni na kutokuwa na uhakika, kuashiria kwamba ingawa haki inaweza kuonekana kuwapo kwa siku moja, mapambano mapana ya demokrasia na uwajibikaji yanaendelea. Kwa sasa taifa linatazama, linasubiri na kujiuliza vichwa vya habari vya kesho vitaleta nini. Ni hayo tu mpenzi mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti ama taarifa hizi. Ningependa uweze kunijuza maoni yako upande wa maoni chini ya video hii au upande wa comment section chini ya video hii kuhusiana na kuachiliwa huko kwa ghafla kwa viongozi hawa wanne wa Chadema. Vile mtazamaji, na kuomba kwa moyo mkunjufu na wa dhati ubonyeze alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii, itakuwa kama malipo yako kwetu. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.